Kwanza ndugu zangu waandishi wa habari, leo niliona tutembelee hili soko la wamachinga hapa barabara ya Bahi Dodoma, ili muweze kujionea matokeo ya maelekezo ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kujengwa kwa masoko ya wamachinga kwa ajili ya kuwasaidia vijana kupata maeneo ya kufanya biashara. Sasa tumetembelea wote na nyinyi na wote mmeona hili soko limejengwa na kukamilika mwaka 2022. Wafanyabiashara ndio waliingia hapa. Soko hili lilitarajiwa liwe na wamachinga 2700. Hivi ninavyozungumza na nyinyi hapa kwenye hili soko pana wamachinga 4800. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwa namna gani mpango wa ujenzi wa masoko ya wamachinga unavyowasaidia vijana, na kwa zaidi ya 80% ya wafanyabiashara wanaofanya biashara kwenye soko hili ni vijana. Na hili soko la Dodoma la wamachinga barabara ya Bahi ni moja kati ya masoko 15 yanayojengwa na serikali nchi nzima, na katika masoko 15 ya wamachinga nchi nzima, masoko 10 yamekamilika kwa 100%. Masoko 5 kazi ya ujenzi inaendelea. Kwa dhamira ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tunaendelea kujenga mazingira mazuri ya vijana kupata maeneo ya kufanya biashara. Na wote mmeona vijana waliopo katika soko hili wanasema hali hapa ni tulivu ikilinganishwa na kule mitaani ambako walikuwa wanafanya kazi. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 15 kujenga masoko haya ya wamachinga nchi nzima, Dodoma ikiwa ni mojawapo. Kwa naomba kuchukua nafasi hii kwanza kwa niaba ya vijana kuwashukuru sana viongozi wote wa halmashauri za manispaa, majiji pamoja na halmashauri za miji ambao wameitikia wito wa kuongeza masoko kando ya masoko haya ambayo Mheshimiwa Rais alielekeza na yanajengwa 15 nchi nzima. Tunazo taarifa kwamba katika maeneo mbalimbali halmashauri pia zimeongeza masoko mengine ya wamachinga. Ukiondoa haya 15 makubwa, yako masoko mengine madogo madogo yanajengwa kwenye maeneo mbalimbali ya wafanyabiashara 1000, wafanyabiashara 500, wafanyabiashara 1500 yamejengwa kwenye maeneo mbalimbali. Hayo ni mengi, lakini wazo kuu lilikuwa ni kwamba tutengeneze maeneo ambayo vijana wetu watapata maeneo ya kufanya biashara. Hili soko hapa linapokea kwa siku moja zaidi ya watu 10,000 wanaokuja kununua bidhaa mbalimbali. Majina naitwa Christian Msumari, ni mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dodoma. Na tukija kwenye hili jambo ambalo mheshimiwa hapa msemaji wa serikali amezungumzia swala la masoko ya kimachinga, kwanza napenda sana kuishukuru serikali kwenye hili swala la kufanyaje kutuwezesha sisi wafanyabiashara ndogo ndogo, ambavyo wote tunajua mwanzo mazingira ambayo tulikuwa tunafanya biashara kule mitaani yalikuwa sio rafiki, kwenye mitaro, pembezoni mwa barabara, sehemu ambazo jua likiwaka ni la kwetu, mvua ikinyesha ni ya kwetu. Ila kwa sasa tuko kwenye soko zuri ambalo lenye kivuli, ambalo ukiangalia namna ambavyo biashara zetu zilivyokaa na jinsi ambavyo tulivyokuwa barabarani tofauti. Huku tuna vibanda, hivi vibanda vina namba. Kwa maneno sasa hivi sisi tuna address. Mimi Msumari napotangaza biashara yangu nasema niko Machinga Complex Dodoma, kibanda namba fulani. Kwa ni rahisi mteja kuja, ni tofauti na kule mtaani kiasi kwamba leo upo kesho upo. Kweli kuwa tunapoteza wateja, ila kwa sasa hivi tuko sehemu moja ya kudumu. Pia hata kwenye uwezeshwaji, mwanzoni ilikuwa ni ngumu kumwezesha machinga akiwa yuko mtaani, ila kwa sasa hivi tuko hapa sokoni. Tulivyofika tu mara ya kwanza 2022, serikali ilitoa milioni 500 kwa kupitia ile mikopo ya 10% zile za halmashauri, ambapo ni wamachinga 500 wamekopeshwa milioni 100. Ilikuwa kama ni mwanzo wa mtaji. Soko limeanza, watu pia wapewe mitaji.